shirikisho barani Afrika, achilia mbali mchezo wao wa kwanza ambao wameucheza robo finali kule nchini Misri, lakini hapa nyumbani hamasa zinaendelea. Na siku ya jana bwana, Ijumaa, Ahmed Ally alizungumza kwenye uzinduzi wa hamasa kwamba mgeni rasmi atakuwa ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia, lakini mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Makonda. Nadhani utakuwa umeona video vya kimitandao ya kijamii namna ambavyo vimechangamka mara baada ya majina hayo mawili kusikika. Wewe ili umelipokeaje Heavyweight na hali yako iko vipi? Bana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, hali yangu iko vizuri na mambo yanayoendelea mimi kwa upande wangu nimeyaona, na inaonyesha jinsi gani ambavyo Simba Sports Club ni wakomavu, especially wanapokuwa kwenye michuano hii mikubwa barani Afrika, either ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho. Sawa? Na miongoni mwa vitu ambavyo umeniuliza, umesema nimeuliza wewe umelipokeaje au umelionaje huko kwenye mitandao ya kijamii? La hamasa ili la hamasa, mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha pamoja na Wallace Karia. Okay. Kwako limekaa sawa au maana kuna watu wanatafsiri tofauti? Inawezekana ikawa ni fimbo ambayo imetumika kuwachapia Young Africans, kwa sababu wote wawili wanaonekana kama wanawagagazisha watu wa Young Africans, hususan mashabiki ndio eneo kubwa zaidi. Unajua Simba Sports Club walichokifanya kwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha ni kitu ambacho Simba kwa ujumla watu walipaswa wawapongeze, kwa sababu mkuu wa mkoa amepitia kwenye kipindi kigumu. Sawa? Na kwa sababu amepitia kwenye kipindi kigumu, alipata shambulizi kutoka kwa msemaji wa Yanga Ally Kamwe. Umeelewa? Manake watu wana kawaida wanachukulia poa sana baadhi ya mambo. Alichokifanya Ally Kamwe kitaalamu kinaitwa ad hominem. Ad hominem manake ni ku-attack the person ambaye anatoa ile argument rather than dealing with the argument itself. Unamshambulia mtu aliotoa hoja pasipo kuishambulia hoja au kujibu zile hoja ambazo mtu amezitoa. Manake wewe unaweza ukanipa mimi hoja, then mimi nikaanza kukushambulia wewe personally. Hiyo ndio inaitwa ad hominem. Na ina of course kitaalamu ina madhara mengi ambayo yanaweza ikamfanya mtu, lakini sio tu kufanya ad hominem, lakini alikamwe pia alifanya deformation. Umeelewa? Alideform, alimchafua, kwa sababu deformation pia ina lie kama ambavyo itatokea mtu imetokea mtu labda umeongea kauli au umenukuu kitu ambacho hajakisema, ukapindisha au ukazungumza uongo, maana umeshamdeform, umemchafua. Alisema kwamba yeye alipofika pale Tabora Ally Kamwe alipokelewa kwa shangwe kubwa na mashabiki, maelfu ya mashabiki wa Yanga. Kwa hiyo yule mkuu wa mkoa alikuwa anamuonea wivu, lakini kwenye nukuu ambazo mkuu wa mkoa alitoa hakusema kwamba Ally Kamwe alipokelewa kwa shangwe kubwa anashangaa. Hapana, alisema hivi, aliona wapinzani wa Yanga wamepokelewa na hajajua wamepokelewa na nani, kwa sababu na alizungumza katika namna ambayo yeye aliamini Tabora United inatakiwa kusapotiwa na wanatabora. Kwa hiyo ni kama alishangazwa kuona wanatabora wameenda kuipokea timu ambayo ni rival. Sasa ile inaweza ikapelekea yule mkuu wa mkoa akapata emotional distress. Emotional distress maana yake ni kupata ile kutokuwa na ile hali fulani, yani emotion maana yake ni hisia. Unaelewa? Akapata matatizo ya kihisia jinsi ambavyo ameshambuliwa in public. Lakini vile vile watu wasisahau Ally Kamwe alimshambulia mkuu wa mkoa kwenye hadhara. Sio, unanielewa? Amemchafua kwenye hadhara namba kubwa ya watu. Kwa mantiki hiyo alimkosea pakubwa, na issue imefika mbali zaidi. Vyombo vya habari ambavyo vinatakiwa visimame kwenye haki vyote vimeonekana kumkingia kifua Ally Kamwe. Lakini swala Heavyweight limekuwa wazi sana kwamba unapokuja kwenye mpira Dula anasimama kama Dula. Cheo chako kinabaki katika nafasi yako huko ya uongozi. Hili limekaaje kwamba pale ilikuwa ni Paul Chacha, sio mkuu wa mkoa, ni Paul Chacha? Of course, unavitenganisha vipi vitu hivyo viwili? Nataka nikwambie kitu kimoja, na nashukuru kwa kuniuliza hili swali, kwa sababu umeuliza kitu ambacho automatically ndio kitu ambacho watu wanakitumia kama kinga au kivuli. Si unanielewa? Ni kwamba utani wa mpira, udili kwenye mpira. Si unanielewa? Yani sio kuvuka mipaka. Mimi nakwambia kitu kimoja, wewe mshabiki wa Manchester, labda mimi mshabiki wa Liverpool. Sawa? Mimi nikikutania wewe nakutania kuhusu Manchester. Yani nitakutania vyovyote itakavyokuwa. Timu yenu mbovu, timu yenu imeshika nafasi ngapi? Yes, you are vipi?
nye manyumbu, si vitu kama hivyo, si ndio? Na wewe unanitania mimi kuhusiana na Liverpool kama Liverpool. Sio tena nianze kusema we nini wewe? Mwili likubwa tu kama sambusa. Sasa hiyo sio na nashangaa. Unajua mimi naamini kabisa mtu mpaka anapata kazi kwenye chombo kikubwa cha habari automatically amepitia stage nyingi za kujifunza kuhusiana na language, matumizi ya lugha, lakini vile anapata nafasi ya kujifunza jinsi ambavyo kutofautisha kati ya personal attack, deformation pamoja na ad hominem na vitu kama hivyo ambavyo nimetoka kuelezea. Itakuwa inanishangaza sana kuona mwandishi mkubwa anatetea kitu ambacho kiko against. Umeelewa? Mimi nitakupa mfano mzuri. Hawa wanaosema kwamba mkuu wa mkoa alikuja kwenye mpira, kwa hiyo alitakiwa kujibiwa vyovyote atakavyojibiwa na Alikamwe atakuwa correct. Nataka niwaulize swali moja. Umeelewa? Sisi wote tuna wazazi nyumbani bila shaka. Wewe ukiwa unataniana na mzazi wako kuhusiana na swala la mpira, sawa? Labda upo na mzazi wako mnaangalia mpira. Yeye Yanga, wewe Simba. Si unanipata vizuri? Nakupata vizuri unapoelekea. Mzazi wako upo naye sehemu mnataniana kuhusu mpira. Timu labda timu yake imeshinda, wewe umechukia. Unaanza kumwambia baba yako, "We nini mzee? We kwanza ndio maana walikufukuza kazi we kwa Muhindi." Wewe unaonekana mambo yako haya uyanga yanga. Wewe unaonekana una wivu na mimi nina kazi, mimi nimefanikiwa zaidi kuliko wewe. Unamwambia baba. Hapo mpo kwenye mpira lakini. Nini bana we nini wewe? Ndio maana timu lako bovu. Ndio maana wewe ufanikiwi kwenye kazi zako. Ndio maana mama alikuacha wewe. Unamwambia baba. Unamwambia babako. Alafu baba yako akichukua utaratibu au akichukua ile mamlaka yake ya ubaba kukuadhibu, unapewa nafasi ya kujitetea, unasema mimi nashangaa baba bwana, siwi vipi. Mimi nilikuwa tupo kwenye mambo ya mpira, analeta ubaba kwenye mpira. Na wakati kuna utani kwenye mpira. Wakati kuna mtani kwenye mpira ndio kitu ambacho wanajaribu kuwaaminisha. Hawa waandishi wanajaribu kuwaaminisha. Sasa mimi ninachosikitika ni kwamba sauti yao inafika mbali. Automatically hata yule mwenye uelewa mdogo. Unajua mashabiki wana uelewa mdogo. Yeye anachoamini mtu fulani alisema hapo kwenye redio, anakibeba kama kilivyo. Tayari ushamuaffect yule. Kwa hiyo siku akaenda kufanya na kufichi. Hichi kitu angefanya mtu mwingine wa timu ndogo. Akamshambulia mkuu wa mkoa vile hadharani, we nini una wivu, hujawahi kupokelewa wewe, watu 10 hawajawahi kufika kwenye uteuzi wako, kwenye kupokelewa kwako, wewe utachacha. Angesema mtu kwenye timu ndogo, media hizi zingemshambulia. Trust me, amekosea sana. Kwa nini amshambulie kiongozi? Kwa nini asishambulie Tabora United? Kitu ambacho mimi nakipigia kelele, sitaki kuweka double standard. Alikamwe alikosea, sawa, amemshambulia Paul Chacha direct, yule ni mheshimiwa mkuu wa mkoa. Alitakiwa adili na jambo la kwa sababu mkuu wa mkoa alidili na Yanga na Tabora. Yaani yeye alikuwa anazungumza na Tabora United. Katika kuipa hamasa, lazima uichachue kidogo mpinzani wako kwa ajili ya kutengeneza ile motisha. Sasa kwa nini wewe uje direct kumwattack mtu? Na ndio maana nikatoa mfano wa mzazi. Swali langu la msingi Heavyweight, samani kwa kukukatisha. Swali langu la msingi Heavyweight. Mwanza ilitokea kashikashi ni baina ya mkuu wa mkoa na timu ya Simba Sports. Alitoka mkuu wa mkoa akaenda uwanjani wakati wa mazoezi na zikawepo purukushani za wazi mpaka Simba ikatoa andiko. Young Africans yamekuwepo tu maneno yakizunguka mitandaoni kwa kauli alizosema mzungumzaji, lakini mara baada ya mechi kumalizika ndo hatua ikachukuliwa. Tofauti unaipata kwenye nini? Na kule tuweke kwamba alikuwa anapaswa kuja kama mtu wa timu fulani, cheo kipo pembeni, au alitumia madaraka katika kufanya maamuzi ambayo yalikuwa si salama sana kwa timu ambayo ilikuwa ina mchezo mkononi. Unajua hapo sasa tutazungumzia statement ambayo imetolewa na klabu ya Simba. Ilitoa statement kwamba kuna watu walivamia uwanja, walifanya ambush uwanja pindi ambapo Simba wana try kufanya mazoezi yao ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wao dhidi ya Pamba, si ndio? Na waliweka pia sehemu kwamba waliongozana na nani, na mkuu wa mkoa wa Mwanza ambaye ndo Saidi Mtanda, si ndio maana yake? Lakini katika statement ambazo Ahmed Ally alitoa hakumtaja Saidi Mtanda katika zile statement zingine, achana na ile ambayo ilitolewa na club, sawa? Na alifika hatua alikuwa anahojiwa akasema hilo swala Simba Sports Club tayari wameshaliweka kwenye public, nafikiri kila kitu kinajulikana na ule ndio msimamo wa club. Ila alokuja kumtaja Ahmed Ally kwenye press alikuwa ni Saidi Mtanda mwenyewe, akasema ile statement mimi naamini imetolewa
Ahmed Ali, alafu akatoa sababu zake. Sio, unanielewa? Tofautisha hii swala na la Ali Kamwe. Unajua watu washindwa kuelewa. Na unaniuliza maswali mazuri ambayo kweli watu wanatoa hoja, umeelewa? Na tuchukulie labda Ahmed Ali kweli alikosea, tuchukulie hivyo, labda alimshambulia. Na hajamshambulia, lakini tuchukulie alimshambulia. Je, tuseme ina justify kwamba Ali Kamwe ndo atumie hiyo kama kigezo cha kufanya kosa? Kwa sababu haya, tuchukulie yule Said Mtanda aliamua kusamehe. Then ndio iwe sababu kwamba kwa sababu Ahmed Ali alifanya Ahmed Ali. Kwa nini huku liwe kubwa lakini kwa Simba tukuona mwitikio huo? Kwa sababu alichukuliwa hatua. Sawa. Kwa mfano angeongea vile alafu likaisha juu. Hakuna polisi kwa sababu polisi walikuwa involved pale, wameenda wamemshikilia, umeelewa? Na labda nirudie tena. Mimi ni waombe wadau wa soka wenye ushawishi kwenye mitandao ya kijamii, watangazaji pamoja na wachambuzi na wadau wengi ambao wapo kwenye mitandao na walikuwa upande wa Ali Kamwe, wamuombe msamaha mheshimiwa wa mkoa wa Tabora. Of course wamuombe msamaha. Kwa sababu amekosewa. Nimetaja hapo vitu vingapi? Nimetaja vitu vitatu. Amekosewa, amefanywa ad hominem. Umeelewa? Ad hominem maana yake unashambulia mtu aliyotoa hoja badala ya kushambulia hoja, badala ya kujibu ile hoja. Amefanywa defamation, maana yake Ali Kamwe katika statement zake alizungumza maneno ya uongo dhidi ya mkuu wa mkoa. Alisema mkuu wa mkoa anamuonea wivu, kitu ambacho sio kweli. Umeelewa? Lakini amemwambia maneno machafu ambayo yameweza kupelekea emotional distress. Amemwambia wewe utachacha, umeelewa, kwenye hadhara dhidi ya wananchi wake ambao wanawaongoza. Automatically wewe unaenda unatetea huo NSM, nitumie kauli gani, unatetea huo udhalilishaji ukijua kabisa kwamba haikuwa pati ya mpira. Ni kama unamwambia baba yako wewe umefukuzwa kazi, unanionea mimi wivu na mafanikio kwa sababu eti mnatofautiana kwenye ushabiki wa mpira. Sio kitu cha kweli, umeelewa? Kwa hiyo utani wa mpira ulitakiwa kustick baina ya Yanga na Tabora United as a team, sawa? Sio kumshambulia mtu direct, alafu zinakuja media zinakwambia, zinaaminisha watu kwamba Ali Kamwe hakukosea eti kwa sababu mkuu wa mkoa alikuwa amekuja kwenye soka. Hivi hiyo ni point ambayo mtu mwenye elimu ya language pamoja na elimu ya laws, sheria ambazo zinamguide mtu kuongea on public inaweza na mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Tukiendelea kuentertain hizi, kuna siku atakuja kutukanwa waziri. Hivi sikatetewa. Anza na mkuu wa mkoa akatetewa, sababu ule ni mtu mkubwa kwenye ngazi ya kitaifa. Sawa, ni mwakilishi wa rais of course. Tutoke hapo Heavyweight. Kwa hiyo no, kwanza kabla hujaenda huko Jafi, samahani na mimi nakukatisha. Bado nipo kwenye nyanja hiyo sijahama. Na kubwa ambalo nataka nikuulize Heavyweight. Lawama zimekuwa nyingi sana kwa Wallace Karia. Kutoka tarehe 8 mpaka hapa tunapozungumza, huu ni mwezi April. Tunazungumza mwezi wa 4. Lakini kelele zimekuwepo za watu kutokuwa na imani na bodi ya ligi. Lakini hiyo bodi ya ligi anayesimamia majukumu yake ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Achilia mbali mtendaji mkuu na mwenyekiti wake ambao wamegawana majukumu hayo. Swali ni kwamba Simba wametumia hii fursa ni kama kuwakela Young Africans kwa kusema kwamba mgeni rasmi wa shughuli atakuwa ni Wallace Karia pamoja na Paul Chacha naye pia. Umezungumza mengi kuhusiana naye. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Simba hawajafanya hivi kuwakera Yanga wala nini. Ila tu Yanga wamejitengenezea tabia ya kujiona kwamba kila kitu wanachokifanya wapinzani basi kinalenga labda kuwatania na vitu kama hivyo. Nimetoka kukwambia jambo moja. Sawa? Mkuu wa mkoa alifanywa madhila makubwa na msemaji wa Yanga. Automatically Simba wakaamua kusimama naye kumwepushia changamoto za kihisia, emotional distress. Na kuamua kumpa nafasi ya yeye kwa pati ya wageni ambao wamealikwa katika mchezo ambao Simba wenyewe wanaamini watafuzu kwenda nusu finali. Kwa hiyo maana yake kutatokea jambo la kihistoria katika huo mchezo ikitokea Simba Sports Club wamefanya comeback na kuweza kufuzu. Si ndio maana yake? Kwa hiyo wameamua kwamba kwa sababu alipitia changamoto hizo, sisi tumrudishe katika ile tuseme katika hali yake ya kupewa heshima, kwa sababu pale alivunjiwa heshima. Sasa tunampa heshima. Umeelewa? Simba inampa heshima yake anayostahili.
Hilo jambo la kwanza. Kuhusu Wallace Karia, of course Simba wamekuwa na kawaida ya kuheshimu mamlaka na wamekuwa na kawaida pia kumheshimisha Rais Karia mara kadhaa wa kadha. Kumheshimisha kama anavyostahili kumheshimisha. Siongelei kwamba labda hana heshima atakuwa heshimishwe, no. Yaani manake wanampa ile hadhi ambayo anastahili kupewa kama rais wa shirikisho ambaye sio tu rais, wamepita marais wengi, kama rais wa shirikisho ambaye kwenye uongozi wake amefanya makubwa. Unanielewa? Of course, kwa sababu mimi nakwambia kitu kimoja, hakuna binadamu ambaye hana mapungufu. Sawa? Utakuta mtu ana address mapungufu ya huyu Wallace Karia ukasema hajafanya chochote. Inafika hatua mtu timu ya under 20, under 17 na maanisha AFCON, unajua timu ya Tanzania chini ya miaka 17 inacheza AFCON. Imefungwa michezo yake ya makundi yote. Mtu anakwambia ndio maendeleo ya Karia, sio hivi na hivi. Sasa unafika hatua unaona kabisa judgment zetu sisi zimekaa kiduanzi na kitoto sana. Kwa hiyo sasa kila wanachokifanya Simba still bado watu wanaona kama imekaa kimajungu, kuliko kuona kitu ambacho Simba Sports Club wanakiona, ambacho ni kujaribu kuwapa heshima wanaostahili viongozi wa